Leo tunazungumzia kuweza wakati ujao, kwa majira ya sasa na yajayo. Ufanye nini kwenye wakati unaokuja? Kuweza wakati ujao, kwanza maana yake ni nini? Wengi hatufahamu. Ukisikia neno kuweza wakati ujao, unashangaa kuweza wakati ujao wanamaanisha nini? Na dada Rachel atatusaidia na atuambie kwa nini mtumishi wa Mungu Pastor Tony Kapola aliandika kitabu hiki. Aliona nini au aliwaza nini kutuandikia hiki kitabu? Kwa wale ambao tumeshasoma hiki kitabu, tunaweza tukao tumepata picha kwamba mtumishi aliona nini. Dada Rachel, Bwana asifiwe. Amina dada Levina. Maendeleo yako? Mimi ndio hayo maendeleo. Karibu sana. Okay, asante sana dada Levina. Leo napenda kumshukuru Mungu kwanza kwa kutupa hii nafasi ya kuweza kukireview hichi kitabu cha kuweza wakati ujao, yani akili za kujua nini cha kufanya kwa majira ya sasa na majira yanayokuja. Unajua dada Levina, changamoto nyingi ambazo tunazo sasa hivi ni kwa sababu tulikuwa hatujui nini cha kufanya kwa wakati ujao. So mimi napenda kumshukuru mtumishi wa Mungu kwa the way Mungu amemtumia kampa mafunuo haya kutuandikia hichi kitabu. Hichi kitabu ni ushindi. Na mimi hichi kitabu ninashauri kila mmoja kwa umri wote. Yani napenda hata kingekuwa miongoni mwa vitabu hata mashuleni kuanzia primary. Kingekuwa kinataweza kutusaidia sana, maana ili kushinda kuweza wakati ujao, pengine mtu kwa darasa la 2 au la 3, ili kuweza kushinda yajayo A level au O level, lazima kuna vitu au kuna maandalizi ambayo tayari ameyapata. Sasa nene moja kwa moja kwenye swali ambalo umeniuliza dada Levina kwamba nini maana sasa ya kuweza wakati ujao. Kuweza wakati ujao ninaweza kusema kwamba ni kujenga uwezo wako leo, kimwili, kiroho, kiakili, hata kimaamuzi. Ili uweze kupata nguvu, ili uweze kupata maarifa, ili uweze kupata imani, ili uweze kupata ujasiri wa kushinda mambo pengine hata ya sasa na ya baadaye. Unajua mwingine anakuwa hawezi, au tuna experience kuna wakati umeamka asubuhi alafu jioni kuna kitu kikatokea. Kwa hiyo kuweza wakati ujao inakupa akili, sio kwa ajili tu ya kesho au kwa ajili ya miaka 10, hata kwa ajili ya jioni yako. Leo ni asubuhi, jioni yako unaiwezaje? Jioni yako umefungua biashara, unashindaje kwenye biashara? So ndio maana ya kuweza wakati ujao, yani ndio kujenga uwezo wa leo, siku ya leo au asubuhi ya leo unajenga uwezo ili kuweza kupata maarifa, kuweza kupata akili, kuweza kupata ujasiri wa kuweza kuishinda baadaye yako, wa kuweza kuishinda kesho yako. Lakini kumekuwa kuna hii perception naweza kusema au mtazamo ambao watu wengi, hata mimi nilikuwa nao. Yani ukisikia kuweza wakati ujao, basi mtu unahisi ni mambo mabaya tu au ni kwenye changamoto. Yani watu wengi, hata mtu ambaye anajiandaa, wengi wamefocus hapo kujiandaa au kuweza changamoto au mambo mabaya. Lakini kumbe kuweza wakati ujao sio tu mambo ya changamoto au mambo mabaya, lakini pia hata mambo mazuri. Jinsi gani ya kuweza majira mapya, jinsi gani ya kuweza fursa mpya zinazokuja, jinsi gani ya kuweza kushinda ukikutana na wakuu. Hayo yote maandalizi yanatakiwa. Sasa most of us, yani hiyo ni haipingiki hata ukifanya research. Yani watu wengi sisi, hata mimi nilikuwa najiandaa tu kwenye mambo mabaya. Labda nikiumwa, labda sio kitokea nini. Kwa mfano kama unakuta saa nyingine unakuta mwingine anaweka hela kabisa ya emergency. Lakini watu wengi huwa hatujiandai kwamba je, hivi mimi kesho ninauza vipodozi. Nipo kwenye kichumba basi estimate 2. Je, mwaka unaokuja nikipewa mall nafanya nini? Haya, ukipewa mtaji wewe unafanya biashara, tukikupa milioni 100 hapa. Unaona? Ndio maana sasa watu wengi unakuta hajajiandaa. Leo hii anapata, na hii ni kwa sote. Hata mimi unakuta kuna mambo nilikuwa sijajiandaa, mara pap mtu kanitumia milioni 1. Inavyoisha dada Levina, 1 week 1M. Na huwa naomba tuzungumze hapa kabla tujaenda mbali. Huwa kinatokea gani? Ndio kutokujiandaa kwenyewe, ndio kutokujiandaa. Sasa kutokuweza wakati ya kukosa sasa akili za kujua nini cha kufanya kwa majira ya sasa na majira ya baadaye. So kila kitu kwenye maisha yetu, kwenye uchumi, kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye afya, kinahitaji maandalizi. Unataka kuwa mkuu, unataka kuwa kiongozi, lazima ujiandae. Wewe unataka kuwa kiongozi, unataka kuwa mbunge, eti hujajiandaa jinsi gani kuongea na watu, jinsi gani kuapproach watu. Wewe ni mkimya, mimi siwezi kuongea, na unataka kuwa mbunge. Hauwezi mambo ya Musa. Hauwezi kuwa mbunge. Unaona? Yani nataka kusema kwamba ukiona kuna mtu kwenye majira ambayo uko sasa hivi ni
mshindi. Jua kutokea tu na kutokeleza tu papa amekuwa mshindi. Hapana, alijiandaa. Ujue kabisa alifanya maandalizi ya kutosha kabla hajaufikia wakati, kabla hajawa mshindi. Yes. Mfungo tu ambao tunaendelea nao na kujiandaa kwa miaka 5 na kuja. Ni tuna uwezo wakati ujao. Yes. So mtu baadaye anikuta dada Levina na kaa kwenye ghorofa 6. Mimi naendesha Lamborghini. Anaanza kushangaa. Kumbe wakati niko kwenye maandalizi, nafunga, naomba, nafanya mambo yangu, najifunza. Unaanza kushangaa imekuaje? Wakati tunakukaribisha kanisani hutaki. Mbona imekuwa ghafla? Hutaki. Then so watu wengi wasifikirie mtu yote ambaye ni mkuu kwa majira ya sasa hivi, ambaye ameweza kwenye siasa, kwenye biashara, kwenye huduma, kwanza alianza ghafla. Ujue kabisa alifanya maandalizi, alifanya uwekezaji wa kutosha wa kuweza huu wakati. Mbona tunasimuliwa lakini watu wengi tunapouzia tunahisi watu wanatokelezea tu, kumbe ni uongo. Ni mbinu, ni akili za kujua nini cha kufanya kwa majira yanayokuja. Kwa mfano hata Pastor Tony huwa anatuambia, na kuna watu wengi ambao walikuwa nao tangu kipindi hicho wanashuhudia. Mimi ni mmoja wapo. Unaona, wanashuhudia kwamba this man of God alikuwa anajiandaa, alikuwa anaomba, na mambo yanayotokea sasa hivi wanasema alikuwa anayasema. Ngoja nitoe ushuhuda kidogo wa baba. Kipindi hicho nakumbuka ilikuwa ni 2018, 2018. Kuna wakati baba alikuja. Alikuja akakuta tunafanya mazoezi, ilikuwa usiku, kwenye mida kama saa 2, saa 3. Baba alikuwa ametoka zake huko anatembea, anapenda kutembea kuomba. Kwa hiyo akatukuta tunafanya mazoezi. Alipotukuta akasema, "Wow, afadhali nimepata kampani yafanyaje ya kuomba." Hivyo unanielewa? Sisi tunaanza tuondoke, ndio tumemaliza mazoezi tuondoke. Baba akasema, "Afadhali nimewakuta. Acha tuombe." Tukaanza kupiga prayer. Ila ukimsikiliza baba alichokuwa naomba miaka mingi iliyopita, yale aliyokuwa naomba yote ndio yanayotokea sasa. Kuna kipindi, kuna siku alisema, "Nitakati na wakuu katika jina la Yesu." Mimi ni mkuu, nitaketi na wakuu, nitakaa na rais, nitaongea na rais. Kwa hiyo wakati ule yeye anatuongoza hayo maombi, sisi tunafuata mkumbo. Wale haya katika jina la Yesu, na sisi tunafuatisha pale, tunaongea. Lakini mimi binafsi, mimi nilikuwa naitikia tu. Yaani ameomba kampani ya kuomba. Unajua kama mimi hujajiandaa kuomba. Kwa hiyo alikuwa ametuomba yeye, yani kama tunamsindikiza yeye. Kwa hiyo anakuwa wote. Ndio maana unakuta watu wengi walikuwa na wakuu lakini wenyewe wakuu kwa sababu gani? Walikuwa wasindikizaji. Yes. Na sio mara moja, yani mara nyingi sana. Baba alikuwa ana mara nyingi alikuwa anapenda kuomba nyakati za usiku. So alikuwa akija kiwakuta akipata mtu mmoja tu, baba inatosha sana kabisa. Anakwambia, "Hebu njoo tuombe." Wewe sasa utaamua uombe ya kwako au msindikize. Kuilaiti na mimi kama yale maombi alikuwa anaongoza baba, ningekuwa na maanishaga. Unaona, na kuwa mshindi sasa. Sio, unanielewa? Yani kama tunamaanisha, mimi nimejifunza yani laiti kama yale maombi baba alivyokuwa anasema tuombe, mimi ningeamaanishaga kiukweli hata nisingekuwa hapa nilipo. I think kwa sababu baba alikuwa anamaanisha, sisi tulikuwa mimi nilikuwa na baba alikuwa anaongea vitu vigumu, anaomba maombi yeye mazingira anakataa. Hivi kanisani kwetu tunakumbuka kipindi hicho, acha na sasa hivi ukienda kanisa ni nzuri. Kipindi kile ni kanisa halieleweki. Baba mwenyewe ukimuona unamwona na hivi alivyo mdogo. Basi baba anaomba vitu vikubwa, kwa hiyo sisi tunaitikia, tunamsindikiza hivyo, tukamaliza mambo tukaondoka. Na sio mara moja, lakini light kama tungeambiwa miaka 5, 10 ijayo huyu mtumishi wa Mungu atakuwa hivi, tungepata ile picha. My dear friend, mimi ningelala kanisani. For real. Na unajua nini Levina? Yaani kuweza wakati ujao hakunaga uzima moto. Tukichukulia au turudi nyuma kwa ambao ni wamekuwa wanafunzi, wamesoma. Mtu yote ambaye anaongoza ni yule ambaye anafanya maandalizi kila siku, anasoma kila siku. Wewe ambaye unafanya zima moto, mtihani leo Jumatatu mtano unaanza, Jumamosi ndio unaanza kusoma au Ijumaa. Yaani huwezi kuwa na matokeo kama yule ambaye kila siku anasoma na ana kielele. Huyu naye anajifanya ng'ombe ananepi siku ya mnane. So kuweza wakati ujao kuwa mshindi, hakunaga uzima moto. Hakunaga uzima moto. Na ndio maana hata unaona kwenye ndoa nyingi mambo ni mengi, yani changamoto ni nyingi. Sio changamoto ni kwa sababu hao watu hawakujiandaa. Watu wengi wanalalamika sasa hivi, yani mimi si nini. Mtu hajajiandaa, mtu amepata mimba kabla ya wakati. Hakujiandaa, kwa lazima aishi maisha ya kuteseka. So fulani mtoto kila siku. Yes, unateseka sasa hivi ni kwa sababu gani? Mtu hakujiandaa kupata mimba, ghafla amejikuta na mimba. Hakujiandaa, hakuwa na uwezo. Na ndio maana ukiona mtoto yule ambaye aliandaliwa na ambaye hajaandaliwa ni watu wawili tofauti. Inahitaji sana neema na huruma za Mwenyezi Mungu. So ukitaka kuwa mshindi, tuna mfano wa Yesu. Yesu alijua kabisa. Yesu alifunga siku 40. Alikuwa na uwezo wakati ujao. Hakufunga zile siku 40 kwa sababu ya changamoto ambazo ziko. Alikuwa na changamoto kipindi hicho. Lakini baada tu ya mfungo kuna changamoto zilikuja. Ule mfungo ambao alifanya maandalizi kabla ya yale majaribu ndio ulimsaidia kushinda yale majaribu ya shetani. So imagine Yesu asingefunga siku 40 ingekuwaje?
Kwa nini pastor aliandika kitabu? Okay, sasa mtumishi wa Mungu kwenye hichi kitabu cha kuweza wakati ujao, yani akili za kujua nini cha kufanya kwa majira ya sasa na ya baadaye, ametoa kama sababu 3 hivi. Yani kwamba lengo lake la kuandika kitabu hiki ilikuwa nini? Cha kwanza alisema kwamba ameandika kitabu hichi ili kuandaa watoto, kuandaa watu wa Mungu kiroho, kimwili, kiakili, ili kuukabili wakati ujao. Unajua kila kitu kwenye ndoa, kwenye siasa, kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye afya, mambo yako binafsi yanahitaji maandalizi. Ninaweza nikwambia kwamba ni mtu yoyote yule ambaye ameshindwa sasa hivi, jua kabisa alikuwa na maandalizi ya kutosha. Hakujiandaa kabisa. Na ndio maana anateseka. So changamoto nyingi ambazo tunazipitia sasa hivi ni kwa sababu hatukujiandaa. So mtumishi wa Mungu ameandika hichi kitabu ili kuandaa, ili kutuandaa sisi kimwili, kiroho na kiakili, ili kuukabili wakati unaokuja, kwa sababu hatujui. Ni kama sasa hivi mtumishi wa Mungu anavyotuandaa sasa kwa ajili ya miaka 5 inayokuja kwa kufunga na kuomba. Yes. Na sababu nyingine ambao mtumishi wa Mungu aliandika hichi kitabu, alisema ili kutuonyesha watoto wa Mungu njia na mbinu za kushinda wakati ujao, zitakazotusaidia sisi kushinda wakati ujao. Kila kitu ni mbinu, au niseme ni siri. Yani kuna kitu usipokijua, yani utateseka nacho tu. So mtumishi wa Mungu ameandika hichi kitabu kwa sababu yeye tayari kapitia mambo mengi, kasoma vitu vingi, na Mungu anamsaidia, anamtumia sana. So anajua ni njia gani, ni mbinu gani, kuna siri gani ili utoboe hapo. So ni kama anaturahisishia, kaandika hichi kitabu kuturahisishia. So yeye amepitia, anajua kabisa like ili kufika hapa usianzie huko ambako mimi nilianzia. Mimi nimeshapita, so anajua. So mtu yote ambaye yuko juu anajua shortcut. So mtumishi wa Mungu ameandika hiyo kwa shortcut. Lakini sababu nyingine ya mwisho aliandika hiyo kwamba ili kuwapa watoto wa Mungu akili za kujua mambo ya wapasayo kufanya. Usipojua ya kupasayo kufanya utataabika. So hichi kitabu kipo kwa ajili ya kukupa ni nini kinakupasa ufanye kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako, kwenye makampuni yako, kwenye siasa na kila maeneo ya maisha yetu. Thank you. Tuangalie na tufahamu tofauti ya majira na nyakati. Tofauti kati ya majira na nyakati. Kaka Kamafa, karibu sana. Asante sana Davina. Yes. Na shalom. Shalom. Katika hii kitabu utakuta title yenyewe inasema kuweza wakati ujao. Tayari kuna neno wakati. Lakini watu wakisikia nyakati na majira ni vitu ambavyo wanavichanganya. Kwa sababu majira, nyakati, mtu anaweza kukwambia ni kitu kile kile, ambavyo ni vitu vinavyokaribiana sana lakini haviko sawa. Bila tofauti. Kwa hiyo ukiangalia maana ya nyakati, nyakati ni muda wa kawaida tu wa kila siku. Yani nyakati, asubuhi, kuna mchana, kuna jioni, kuna usiku. Kwa kifupi hizo ndo nyakati. Lakini majira ni vipindi au misimu ndani ya nyakati. Misimu au vipindi ndani ya nyakati. Kwa mantiki gani? Kwamba majira yanakuwa ndani ya nyakati. Yani kwamba majira ni kitu ambacho kinatokea katika wakati fulani. Mfano, kuna kitu kuna tukio linaweza likatokea saa 2. Kwa utasema hiki ni majira yanayotokea nyakati ya asubuhi. Unaweza kukuta labda mtu alikuwa anasoma. Kile kitendo cha kusoma ndo majira, lakini kimefanyika kwa wakati gani? Ni asubuhi. Kwa hiyo ndani ya kati ndo tunakuja tunapata nini? Tunapata majira. Na katika ulimwengu wa roho, haya majira na nyakati ni vitu ambavyo vimebeba maana karibiana sawa. Na maisha ya mwanadamu siku zote, mwanadamu yeyote amefungwa katika majira na nini? Na nyakati. Ukisoma katika Mhubiri 3, anakuambia katika kila jambo kuna majira yake na wakati wake. Kwa hiyo sote tumepewa muda sawa, ila majira tofauti. Kila mtu masaa 24 ni yale yale. Kwa hiyo asubuhi, mchana na jioni ni kwa watu wote. Lakini sasa majira yanatofautiana. Kwa mantiki gani? Kuna mtu asubuhi yeye ni muda wake wa kuamka. Kuna mwingine asubuhi ni muda wake wa kulala. Kuna mwingine asubuhi ni muda wa kwenda darasani. Mwingine ni muda wa kutoka darasani. Kwa kila mtu
ana nyakati sawa, lakini yani wanadamu wote tumepewa nyakati sawa, lakini majira tofauti. Majira nikimaanisha kwamba vitu vya kufanya ndani ya wakati fulani vinatofautiana kulingana na mtu. Sasa hapo ndo inabidi uwe na akili ya kujua kwamba mimi sasa hivi natakiwa nifanye kitu fulani kutokana na majira yangu katika wakati fulani natakiwa nifanye kitu fulani. Na ukichanganya hivi vitu utajikuta upate matokeo. Ndo ile wakati wa kupanda unataka kuvuna na hujapanda. Hapana, unataka uandae shamba. Wakati wa kuandaa shamba wewe ulikuwa umerelax. Umefika wakati wa kupanda, imefika majira ya kupanda, wewe unataka uanze kuandaa shamba. Obvious unaweza kupata mavuno, lakini mavuno hayatakuwa vizuri kama ungeweza kuzingatia majira kwenye wakati fulani ambao umetokea. Na hapo ukitaka kusoma vizuri utasoma katika kitabu cha Mhubiri, Mhubiri 3 unaweza kusoma yote. Na hii ya kusema kwamba wanadamu wote tumepewa majira tofauti. Na ukisoma katika Mhubiri 3:11 anasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Yaani kila kitu kipo. Ila ni kwa wakati fulani. Kwa hiyo wewe kama asubuhi yako ndio ulitakiwa labda usome kitu fulani au ufanye kitu fulani, uoe au uolewe kwenye mwezi wa 6 siku fulani, hiyo tayari ni wakati fulani umeshakuwa set. Kwa pale Mungu ameseti kwamba hiki kikifanyika muda huu kwa mtu huyu atapata matokeo mazuri. Amekifanya kizuri kwa muda ule. Sasa hapo bila kuwa na akili na kuweza kutambua kwamba haya ni majira yangu ya kufanya kitu fulani, utajikuta unachukua maamuzi ambayo sio sahihi. Ndio lazima napishana gari lako la mshahara. Napishana gari la mshahara. Unaweza kufanya kitu ambacho wewe unakiona kiko sawa, lakini kwa kuwa majira sio sahihi ukakuta unafeli hicho kitu. Kwa mfano, kuna watu naambiwa labda ni watumishi, anakuambia mimi toka udogoni nilikuwa naota nimesimama mbele ya watu wakuu, mbele ya nini, yani najiona. Kuna kujiona. Je, ulivyojiona ndo majira sahihi ya wewe kufanya hicho kitu? Au umejiona ukakurupuka? Sasa hapo je, umejiandaa? Umejiandaa vizuri? Kwa sababu unaweza kuona like hii biashara itakuwa na faida. Labda Mungu anaweza kukwambia fanya biashara ya kuuza viatu. Kakwambia fanya biashara ya kuuza viatu. Sasa wewe umekurupuka asubuhi umeenda. Ukaenda huko Mtumbani na mbaya zaidi kama una hela. Changamoto lazima ikupate. Wengi ukishagundua labda una hela, unahisi unaweza kufanya kitu chochote wakati wowote, yani hakuna anayekusumbua. Hata kama una maandalizi. Hata kama una maandalizi. Sasa ndio unakuta mtu anafanya kitu sahihi, lakini amepishana na majira. Sio wakati sahihi. Ukishapishana na majira, tayari ushapishana na watu, umepishana na fursa, yani kuna vitu vingi sana hapo umepishana navyo. Cha kufanya hapa ni kumwomba Mungu akusaidie ili uweze kujua kwamba haya ni majira yangu ya kufanya kitu fulani. Na uzuri hichi kitabu kimeelezea zaidi vizuri jinsi gani mtu anaweza akaushinda na kuuweza wakati wake. Hapo utajua huu ni wakati wangu wa kufanya kitu fulani. Kwa mfano, kuna watu nakuta wanaolewa siku ambayo sio. Kuna watu kama baba anavyotoaga mfano na huko yeye kwenda chuo Morogoro SUA ndio kulimfanya akutane na mtu wa maisha yake. Sasa kuna mtu nakuta amebadilishiwa. Alitakiwa aende darasani akiwa na miaka 12 au amefika level fulani. Sasa miaka 12 ndio kwanza anajitafuta. Kwa hapo mpaka anafikia labda kwamba huu muda ulikuwa umepangwa ufike ndani ya miaka 20 umefanya kitu fulani. Kwa kutokana na kutokujua majira na nyakati, unakuta wakati wenyewe si upo tu. Ila sasa majira ambao ulitakiwa uingie darasani ukuingia. Kwa hiyo mtu ulitakiwa ukutane naye hujakutana naye. Au majira uliotakiwa uende sehemu fulani. Kwa sababu unaweza kutoka hapo ukaenda sehemu ambayo labda wewe uko una plani kwenda, ukakutana na mtu ambaye anakuja anakubadilishia maisha yako kwa ujumla. Naomba nisome kitabu cha Mwanzo 8:22. Anasema muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Yani kwa hiyo kila mwanadamu ana majira yake ya kupanda na kuvuna. Kila mtu ana kitu chake cha kufanya kwa wakati fulani na majira fulani. Je, wewe umejiandaaje?
unajua hicho kitu au utakuja kuwa kama wale watu wa kwenye Luka 19:41 ambapo Yesu alikuwa anapita kwenye mji anaulilia kwa sababu yeye alikuwa anaona ni muda wake wa kutezwa. Ila kumbe Yesu kitu alichokuwa alikuwa amebeba kitu ambacho kingeweza kubadilisha destiny ya ile sehemu. Ndio Yesu anawalilia, anasema light mngejua wakati wa kujiliwa kwenu msingeyafanya mnayotakiwa kuyafanya. Kwa hizo ndo tofauti kidogo kati ya nyakati na majira.